Majina naitwa Sylvester Mshora Gamba, ni mjumbe wa BMU katika mwaro huu wa Makatani. Kwenye mwaro wetu wa Makatani kuna changamoto nyingi baadhi kidogo ambazo zinaweza zikawa zinaleta mkanganyiko kwenye shughuli yetu ya uvuvi. Sasa ni swala la uchakataji wa samaki hao tunawavua kwenye mwaro wetu ambao ni dagaa, sababu hatuna viwanda vya kuchakata dagaa hawa, tukiwa tunatumia namna ya kiasili tu kwenye kuchakata hawa dagaa. Mimi maoni yangu ni kwamba niliomba tu serikali kama inaweza itume wawekezaji waje kwenye mazingira haya, waone fursa ya kutufungulia viwanda ambavyo vinaweza vikachakata dagaa ili mazao yetu ya uvuvi hao yaweze kupanda thamani. Naitwa Jordan Deo, ni bwalia katika nafasi hii ya Makatani na pia ni fundi wa eneo hili. Najihusisha na shughuli za ufundi hapa Maloni. Tunapata dagaa, wale dagaa tunapowapata unakuta saa zingine unapata dagaa wengi wakati wa mvua. Sasa wanaponyeshewa na mvua wao wanatoka kwenye ile hali ya dagaa kwenda kwenye hali ya chakula cha kuku. Sasa kama mkuta aiza dumu ile lita 20 wanaita, ambao unakuta ndumu wazi hizo umenunua shilingi 5,000, unajikuta unauza hata shilingi 1,000 kulingana na dagaa jinsi walivyobadilika. Kwa hizo ni hasara ambazo unazipata kwa sababu ya kukosekana kwa mashine ambazo zinaweza kutukaushia mashine, unaona, ambazo zinaweza kukausha dagaa, kwamba hawa dagaa wakauke aiza kwa wakati. Yaani shida kubwa ni hiyo. Kwanza pia hatuna hata viwanja ambavyo vinaweza vikabeba mzigo wa Maloni, kwamba dagaa hizo wanapatikana wakiwa ni wengi wakaanikwe sehemu wakauke kwa wakati. Peter Chacha Kiradio. Nimekuja hapa kufanya biashara ya dagaa. Lakini biashara ya dagaa ina changamoto kubwa sana. Kama sisi hapa kukausha, tusipokausha leo bei inashuka chini. Unaona? Hatupati hera. Na kesho hao wabufu wakienda kuvua tena hawapati hera kwa sababu hera hatuna. Unaona? Ndio changamoto tunayo kubwa sisi. Nini mnakiomba sasa kwa mamlaka kuweza kuwasaidia? Naomba kama tutapata hata sehemu ya kukaushia, labda mashine za kukaushia, tukisipata tunaweza tukao tunakausha, dagaa zetu tunauza vizuri. Ni hasara kiasi gani ambazo umekuwa mkikutana nazo kutokana na hii hali? Angalia kamera. Kwa hasara tunakutana nazo nyingi. Kwa sababu hapa kama dagaa unauzia 10,000 kwa dumu. Sasa hivi kicha kushuka tunauzia 5,000, 4,000. Na hali ya kule tunapiga rodi ya bei ya juu. Tunajua ni 10,000. Lakini tukifika huku zikinyeshewa ni 4,000 kwa 3,000. Hapo tayari kwa 10,000 ni kama 7,000 iko nje. Unaona? Changamoto kubwa ni hiyo. Unaona? Inasemekana kwamba mmekuwa mkiwauzia sana watu wa nje. Sana wale tunaouzia sio kwamba tunawataja maalum. Tuna mteja yeyote akifika, hata wewe unataka mboga unanunua. Hatujui unapeleka wapi sasa. Hatujui kama wewe ni wa nje au ni wa ndani. Sisi bora tupate hela yetu. Kennedy Okendo, jina ambalo linajulikana naitwa Ogugo wa watu. Ogugo wa watu. Changamoto ambayo tunakutana nayo hapa ni kubwa. Kwa sababu dagaa sasa hivi umenunua thamani yake kama dumu ni 18,000, ikiwaga mpaka kesho unaiuza chini ya bei ya elekezi. Bei ya elekezi ni dumu nasimamia 10,000. Sasa unakuta tuna loss kubwa sana machinga. Ndio maana tulikuwa tunaomba mama yetu Samia angetusaidia wakatutengenezea zile wavu za sola tukakausha dagaa kwa wepesi zaidi, tusingekutana na hiyo sana. Tunamuomba sana mama yetu, na ndio maana tunalia sana machinga wa eneo husika mwalo wa Makatani, tunalia sana. Mkatiko huu ni mbaya, lakini tungekuwa na sola kama mwalo zingine tungekuwa tunakausha dagaa kwa haraka zaidi. Na ndio maana naona hao kina mama wamezunguka hapa wanaomba msaada wake, ila sema tu wengi kuongea wanaona ni kitu kigumu sana. Kwa hiyo hizi nyavu zilizopo haziwezi kukausha na nini kwa wakati. Yaani hizi zinakausha kwa wakati ikiwa kwenye kiangazi, lakini kwenye mvua kama hivi unaziona hapa tunategemea kukausha kama kesho kutwa. Jina langu naitwa Lea Matias. Ninaomba mtu ongezee nishati tuwe tunakausha dagaa. Unauza 20,000, mvua inanyesha unauza 7,000, 8,000. Kwa kina mama tunazidi kushuka chini. Unajikuta mtaji unaisha, unaanza kurapa. Tunaomba uongozi mtusaidie, mtuongezee nishati ili tuendelee kupiga kazi. Kwa majina mimi naitwa Levocatus Deogratus Naonge, ni afisa uvuvi wa kata hii ya Nkome. Sisi kama halmashauri tuna mikakati mingi. Moja kati ya mikakati hiyo ni kuunda vikundi vya wavuvi wa dagaa wa kila mialo
Baada ya kuunda vikundi hivyo, kama halmashauri tunawakopesha vikundi vya dagaa kwa ajili ya kununua hiyo mitambo, na tumeshaanza na kikundi kimoja ambacho kiko Nkome Mchangani, inaitwa Mama ni Mama. Wameshanunua huo mtambo na umeshafika site moja kwa moja. Changamoto iliyopo ni umeme tu. Ile mtambo unachukua umeme mkubwa, kwa hiyo nataka ile 3 phase. Tunasubiri transformer tu ikifika muda wowote, basi zoezi hilo linaweza likaanza kufanyika. Asante. Kwa jina naitwa Saada Hamadi Mganga. Mimi ni mjasiriamali, mchakataji wa dagaa. Ni mwenyekiti wa kikundi cha Mama ni Mama. Karibuni sana. Hiki ndio kiwanda kama mnavyokiona. Hii ndio mashine. Mimi ni mjasiriamali na ni mdau wa halmashauri. Kwa mkopo wa 10%, halmashauri yetu ya Nzera nimechukua mkopo wa awamu ya pili. Awamu ya kwanza nilichukua milioni 10, awamu ya pili nimechukua milioni 50. Matarajio yangu na dhumuni ni kutaka kuboresha dagaa ili tusipate changamoto ya mkatiko kipindi cha mvua. Tulijikuta kwamba kipindi cha mvua ni kirefu kuzidi kipindi cha mwanga wa jua. Tukaomba mkopo milioni 50 ili tujenge kiwanda. Kama mnavyoona jengo lenyewe, baadaye tukaagiza mashine China, mashine yenyewe ndio hii. Kwa hiyo changamoto tunayoipata sasa hivi kulingana na mkopo tuliouomba, changamoto tunaipata kwenye umeme.